Mtazamaji wetu wa channel ya Biomedia, ni katika kuziangazia zile taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kujiri lakini pia zimeweza kutikisa katika ulimwengu wa habari na matukio. Jina langu mimi ni Official Rose D. Hii ni Biomedia, nitakukumbusha kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Tuangazie taarifa ambako Mange bwana ametubua siri, athibitisha Humphrey Polepole hajafariki dunia, yuko hai. Aunga mkono kauli ya Agustino Polepole. Hili limekaaje Mange kuungana na kaka yake Humphrey Polepole, mtu ambaye ni takribani miezi amepotea lakini inadaiwa yuko hai? Usiache kuambatana na mimi mpaka tamati mwa taarifa hii, ambako ni taarifa zinazoendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii ambazo zimethibitisha kwamba mwanasiasa maarufu Humphrey Polepole yuko hai na ameonekana katika eneo la Kigamboni jijini Dar es Salaam. Na habari hizi zimekuja kufuatia sintofahamu ambayo ilitanda baada ya ndugu yake Agustino Polepole kudai kuwa mdogo wake alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana na kushikiliwa katika mazingira ya kutatanisha. Na kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na familia, tukio hilo linadaiwa kutokea katika eneo la roundabout karibu na nyumba namba 4 Kigamboni, ambako Agustino alieleza kuwa tukio hilo lilizua hofu kubwa sana kwa familia pamoja na marafiki, huku akihangaika kutafuta taarifa sahihi kuhusu alipo ndugu yao bila mafanikio. Alisitiza kuwa mazingira ya kutekwa kwa watu yanazidi kuleta taharuki katika jamii na kuomba vyombo vya dola kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha usalama wa raia. Hata hivyo basi, taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Humphrey Polepole ameonekana akiwa salama, jambo ambalo lilipunguza wasiwasi kwa wafuasi wake na wananchi pia kwa ujumla. Baadhi ya mashuhuda wamedai kumuona katika maeneo ya Kigamboni, hali ambayo ilizua mjadala mpana sana mitandaoni kuhusu ukweli wa tukio hilo la kutekwa kwake na mazingira ambayo yalipelekea taarifa hizo kusambaa kwa kasi. Katika hatua nyingine, Agustino Polepole amenukuliwa pia akieleza wasiwasi wake kuhusiana na matumizi ya vyombo vya ulinzi na usalama, akitaja hasa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, na amehoji pia iwapo ni sahihi kwa jeshi kutumika katika masuala ambayo yanahusisha ulinzi wa raia wanaodaiwa kutekwa au kushikiliwa na polisi. Bana, kauli hiyo imeibua mjadala mpana sana miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya siasa na sheria, wakitofautiana pia kuhusu mipaka na majukumu ya jeshi la polisi katika kulinda usalama wa raia. Wadau wa haki za binadamu wao wameeleza kuwa ni muhimu kwa mamlaka husika kutoa taarifa rasmi na za kina ili kuondoa sintofahamu. Wamesitiza pia kuwa uwazi katika kushughulikia matukio ya aina hii ni muhimu katika kujenga imani kati ya wananchi na vyombo vya dola. Aidha, wametoa wito pia kwa jamii kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa, kwani zinaweza kuongeza taharuki isiyo ya lazima. Sasa baada ya kaka wa Humphrey Polepole kufunguka kuhusu mdogo wake kuwepo Kigamboni kwamba hajafariki dunia, dada wa taifa, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi amethibitisha hilo na kudai kuwa hata Captain Tisha pia yupo hai na sio muda atarejea nchini Tanzania. Kwa sasa hali inaonekana kutulia baada ya taarifa za kuonekana kwa Polepole akiwa hai, na hata hivyo pia tukio hili limeibua maswali mapana kabisa kuhusu usalama wa wanasiasa na wanaharakati pia nchini, lakini pia pamoja na umuhimu wa mifumo thabiti ya mawasiliano wakati wa dharura. Wananchi wengi wameendelea kufuatilia kwa karibu ili kupata ukweli kamili wa kilichotokea na hatua zitachukuliwa kuhakikisha matukio kama haya basi hayajirudii. Taarifa hiyo inatamatishwa, mtazamaji wetu, na tuendelea kufuatilia kwa kina kabisa tukio hili na kufahamu undani wake limekaa vipi. Yuko hai ama ni tetesi? Na tutakuja kukujuza kwa wakati mwingine.